Asante sana Pasco. Mimi ni Neville Mena, ni muhariri wa jarida la kilimo linaitwa Fama, F-A-M-A, Fama ya Kiswahili, na jarida hili linamilikiwa na kampuni ya Media Brains. Na Media Brains ni kampuni ya kihabari ilianzishwa na wahariri wa habari 4 na mimi nikiwa mmoja wapo. Tuko pale Dar es Salaam, tunaendelea kufanya kazi za kihabari, ushauri wa kihabari, tunasema consultants, na kuandaa matukio mengine ya kihabari kama midahalo na mijadala mbalimbali inayohusu masuala makubwa ya kitaifa pale yanapotukia. Ilani mpya ya CCM kubwa ni ile ambalo wenzangu wamelijadili kidogo hapa, linalohusu ahadi ya kuwepo kwa kuanzisha kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Unaposema unahuisha manake ulikuwepo ukalala. Sasa ametumia, alipokuwa anasema Profesa Kitila pale, ametumia neno mwafaka, alitaja kuhuisha kama kwamba ulikuwa wanaufanya kuwa hai tena. Na hili jambo nafahamu wako watu watakuja sasa kusema hicho kilikuwa ni kilio chetu, lakini niseme tu kwamba ilani ni jambo moja, kuitekeleza ni jambo jingine. Na napozungumza kuitekeleza ninamaanisha ile ilani kuwa ndani ya mawazo ya viongozi hasa wakuu. Mara nyingi nimefanya kazi ya kuripoti bunge karibia kwa miaka 20. Na pale mara nyingi waziri mkuu ama mawaziri walikuwa wanaelekezwa kutoa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kile kitu kinachoitwa ahadi za viongozi wakuu wa nchi, rais, makamu wa rais na waziri mkuu. Ziko nyakati ambazo ahadi za viongozi wakuu zilikuwa nyingi na zilielemea serikali kuliko utekelezaji wa ilani. Kwa hiyo ilikuwa inakupa picha kwamba pengine hawa viongozi wakati wana nadi ilani kuna vitu vilikuwa havikuzingatiwa. Sasa kama chama ambacho kimekuwa uongozini muda mrefu kinaomba tena ridhaa ya kuchaguliwa, natamani viongozi wakuu ambao wameshatajwa, mathalan mtu kama Mheshimiwa Rais anayegombea ameshafahamika, makamu ameshafahamika, Rais wa Zanzibar ameshafahamika kwa maana ya wagombea. Kwa hiyo mimi kwangu natamani wazimeze zile ilani, wawe nazo. Na kwa sababu umetolewa muda kwamba unaweza ukawepo muda wa kufanya marekebisho, basi kama kuna kitu kile ambacho wanakiona hakipo, kichukue nafasi hiyo kufanywa marekebisho, kiingizwe sasa. Ili ikiwa watapata ridhaa ya kuongoza tena, watakapoingia madarakani, wakienda kutoa ahadi wasitoe nje ya ilani yao. Kwa sababu wale wanaotekeleza ile ilani wanapata changamoto sana kueleza mafanikio hasa yale ambayo yako nje ya ilani. Mimi tu mfano, hata wakati Mheshimiwa Magufuli ameingia madarakani, alifanya jambo jema, jambo la umeme kule Douglas Gorge, Bwana Mwalimu Nyerere. Lakini jambo unaweza kaangalia halikuwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kuhamia Dodoma kulikuwa kukiandikwa tu serikali itaendelea kuhamia Dodoma. Alivyoingia yeye akaamua kwamba sasa tunaenda Dodoma mazima. Baadaye kukawa kuna mpaka mgongano ndani ya serikali kwamba sasa zile bajeti ilikuwa imepangwa, ilikuwa haikubeba yale mambo kwa uzito ule. Reli kitu kizuri sana, siku hizi tunatumia SANE kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Dodoma. Tumefika, unaweza kufika asubuhi kurudi jioni. Umeme megawati 2100 pale wala Mwalimu, jambo jema. Kwa mimi Dodoma mambo makubwa haya matatu. Narudi pale Manyera aliposema vipaumbele. Kwa hiyo sasa unaweza kuangalia kwamba kunaweza kupunguza migongano. Kama wamesema miaka 5 hii tunaenda jambo 1, 2, 3. Badala ya kuwa na mambo mengi ambayo mwishoni mwa siku akitokea kiongozi akataka kutekeleza moja ama mawili kwa kiwango, unakuta hapa bajeti zetu zote zinaishia kule, alafu huku kwingine kuna suffocate, kuna umia. Kwa mimi niseme tu kwamba kipindi ambacho yule mwenyekiti wa ile kamati Profesa Kitila amesema kabla ya kwenda kuzindua kampeni kutakuwa kuna muda wa kuingiza mambo mengine, miradi mingine, mimi ni shauri wachukue muda pia
kusoma na kutafakari kwa mapana na marefu, ili waone kama ile ilani inatekelezeka kwa kiwango ambacho wao wanafikiri. Sio kwa tunajenga ghorofa 100 juu ya mchanga. Vinginevyo niseme imesomwa leo, inatakiwa kuijadili na kuitendea haki kwa kina, lazima waisome uielewe. Pengine hata kupata nafasi na kuzungumza na wale walioiandaa na wenye chama chao kujua wanalenga nini. Na mwisho katika hili basi, ilani ni mwongozo, ilani ni maono ya chama. Ninachofahamu mimi ni kwamba kila kiongozi atakayewania uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi atakuwa na nadi ile ilani katika eneo lake. Kwa hiyo viongozi wale wagombea watakapokwenda kuwania kupambana kwenye kampeni, basi waseme kwamba wanataka kutekeleza nini, wananyofoa nini kwenye ilani ambayo inakwenda kufiti katika eneo lao. Kwa sababu kampeni zetu mara nyingi zinakuwa ni za majigambo badala ya kunadi kile ambacho kimeandikwa, ambacho wao wamekipitisha hapa Dodoma. Kadhalika na kwa vyama vingine. Na sisi waandishi wa habari, Mungu atusaidie, tutakapokuwa tunaandika tuwapeje, tuwasukume hawa wagombea kuhusu ilani zao. Wasituambie vile ambavyo haviwezekani. Mtu asituambie atatunulia treni kwa sababu yeye hawezi, mtu asituambie atatunulia ndege. Kuna mambo makubwa ambayo serikali inayafanya kwa sababu yenyewe inakusanya rasilimali. Lakini kuna vitu vile binafsi. Kazi ya mbunge ni kusema na kuisukuma serikali kufanya yale ambayo imeahidi. Lakini kazi ya mbunge si kutoa hela mfukoni kwenda kutengeneza barabara kwa sababu hiyo kazi yake. Anaweza akachangia maendeleo pale anapokuta wananchi wanachangia. Kwa hiyo tuanze kuhamisha siasa zetu kuondoka katika majigambo binafsi. Tuangalie mifumo inavyoweza kuwezesha kazi kufanyika na watu wakaishi maisha mazuri. Asante sana. Huyu Neville Meena ni mmoja wale wahariri wa Kongo ambaye amesema jambo lile ambalo mimi sikuliuliza, yeye akalisema moja kwa moja, la kusema kwamba sisi vyombo vya habari tuwasukume wanasiasa na wagombea kuahidi vitu ambavyo wataweza kuvitekeleza. Na mimi naongezea sasa, na vyama vya siasa vikija na ahadi za kutafuta kura kwa vitu vya uongo na kudanganya watu, sisi vyombo vya habari kama muhimili wa nini tuwabalasi kuambia kwamba tusidanganyane. Tunaendelea na kipindi maalum nikizungumza na wahariri wa habari kuhusiana na ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi.